Hakuna alielewa kwa nini beki huyo wa Croatia alimchukia sana Messi. Baada ya kumfanyia faulo, alimkabili kwa hasira. Messi alisimama haraka, lakini alionekana ameshangazwa kabisa. Hata hivyo, jinamizi la Argentina lilikuwa linaanza. Rebic alitumia vibaya kosa kubwa la kipa na kupiga shuti kali la kwanza lililojaa moja kwa moja kwenye kona ya juu ya lango. Baada ya kufunga, alishangilia kwa kuwakejeli mashabiki, huku Messi akiwa amesimama akiwa amevunjika moyo. Dakika chache baadaye, Modric alipokea mpira nje kidogo ya eneo la hatari, akampita beki wake kwa ujanja mkubwa kabla ya kupiga shuti la nguvu lisilozuilika lililoshinda kipa. Kiungo huyo wa Croatia alishangilia kwa furaha kubwa, huku umati wa mashabiki ukilipuka kwa nderemo, wakati Messi akiinamisha kichwa akiwa hana la kufanya. Mwishoni mwa mchezo, Rakitic alitoa pigo la mwisho. Baada ya mchezo mzuri wa pamoja, aliutumbukiza mpira wavuni kwa utulivu na kuifungia Croatia bao la 3 lililoivunja kabisa matumaini ya Argentina. Jukwani, Diego Maradona alionekana kuvunjika moyo sana kutokana na matokeo hayo, huku Messi akitambua kuwa alikuwa amepitia moja ya nyakati ngumu zaidi katika maisha yake ya soka. Tazama ukali uliokuwa machoni mwa Emiliano Martinez. Kipa huyo wa Argentina alikuwa tayari ameanza kuwachokoza wapinzani, na hali ya taharuki dhidi ya Uholanzi ikaongezeka mara moja. Mwamuzi alitoa kadi ya njano iliyostahili ili kutuliza hali, lakini mchezo uliendelea kuwa na mvutano mkubwa. Kila mpambano ulikuwa mkali sana. Messi na kipa wa Uholanzi walitazamana kwa ukali, huku pressure ikiwa kubwa. Kabla ya mkwaju wa penalty wa maamuzi, Messi alisonga mbele, akaupiga mpira na kuufungia wavuni. Uwanja mzima ulilipuka kwa shangwe, huku nyota huyo wa Argentina akisherehekea kwa furaha na kufanya shangwe yake maarufu kuelekea benchi la wapinzani. Kocha Louis van Gaal alibaki amesimama akiwa amevunjika moyo na kukosa cha kusema. Mwamuzi alijaribu kurejesha utulivu katika mchezo huo wenye vurugu, lakini dakika za mwisho ziligeuka kuwa za vurugu la mabishano makubwa. Uchokozi uliendelea kuongezeka na hasira zikafikia kilele. Paredes alimchezea faulo kali mpinzani wake kabla ya kuupiga mpira kwa makusudi kuelekea benchi la Uholanzi. Van Dijk alimkimbilia na kumsukuma kwa nguvu kwa bega, jambo lililozua vurugu kubwa zaidi. Ulikuwa mmoja wa mechi zenye msisimko na taharuki kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya soka.